yupo balozi aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Komoro, anaitwa balozi Mabuma, ni mstaafu. Yeye bwana, pamoja na mambo mengine yote, huwa anajifanya pia anaweza kukuletea gari. Hata nyinyi inawezekana mmeshakutana naye, anaweza kukuletea gari. Alimwambia balozi Mabuma atoe shilingi milioni 30 amletee gari, na akamtumia picha za gari nyingi ambazo anaweza kumletea hizo kama mnavyoziona, na alivyomwehu na picha yake anaitoa akiwa amekaa kwenye gari ndani, kwamba anaweza kukuletea gari yoyote unayotaka. Zote hizo alikuwa anamtumia, lakini akawa anamtumia na picha zake yeye mwenyewe, unaziona, wala sio akimwambia wewe tuma hiyo hela haraka na kuletea gari, ukituma leo ndani ya wiki utakuwa umeshaipata. Zote ni balozi mwenyewe huyu ndiye aliyenitumia picha alizokuwa anatumia na huyo bwana. Kwa hiyo balozi siku ya kwanza akatuma milioni 1, akamwambia siji facilitation ya kitu gani. Baadaye nafikiri balozi akagundua huyu mtu atakuwa, sidhani kama ana uhalisia. Alipoona kama anataka kugundulika, nafikiri balozi akawa ameshtuka, akamkatia, akapotea kwa balozi, hakuwa kupatikana tena. Kwa balozi alimuona wakati tunamtangaza hapa. Balozi mstaafu yupo Dar es Salaam, alikuwa nchini Komoro, balozi wa Tanzania, lakini wapo vijana wa bodaboda pale Mbagala, Dar es Salaam. Huyu bwana alianzisha kikundi cha kufanyaje, akawachangisha milioni, wapo zaidi ya 100. Nao walimuona kwenye taarifa habari, wameorodhesha majina yao yote hapa, wamenitumia. Baada ya kuonekana kwenye vyombo vya habari, ikaonekana kumbe hiyo ilikuwa ni kidogo mno. Alianzisha kilimo cha vanila Kisarawe, Pwani. Akawaambia na ikatangazwa kwamba kila mkulima atakayekuwa anachangia milioni 10, baada ya miezi 6 atapata milioni 100. Atakayechangia milioni 3 sije atapata milioni karibia 50 sije ngapi. Kwa hiyo wakulima kiukweli wakajitoa, wakachangia hela za kutosha. Ipo orodha ya waliochangia milioni 140, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Sasa unaweza ukapiga hiyo hesabu, na wengine waliochangia milioni 3, milioni 4. Alipoweka mfukoni bwana akapotea. Wamekuja kumuona akiwa ametangazwa kwenye vyombo vya habari. Mkuu wa wilaya ya Kisarawe Magoti Petro alianza kumfuatilia kwa kina kabisa. Huyu bwana akatoa taarifa mkuu wa wilaya ya Kisarawe anataka rushwa milioni 5. Wakati kumbe alitaka afanye namna ya kuweza kuchomoka mikononi mwake. Na akafanikiwa, akakimbia. Naye amekuja kumuona wakati tumemtangaza. Kisarawe pale pale aliwatapeli kijiji kimoja, akawaambia anawapelekea ambulance, wampe heka 50. Wakampa hizo heka na hati wakampa kila kitu. Kwa hiyo ndugu waandishi, huyu bwana leo tunamsafirisha, baada ya kuwa tumemalizana naye hapa, tunamsafirisha aende Kisarawe kule Pwani, aende akajibu mashtaka yake. Kwa polisi Pwani watampokea, na wamenirushia RB zote ambazo walikuwa wanamtafuta na kesi ambayo walikuwa wameshafungua teva, lakini anahitajika akajibu hizo kesi huko Kisarawe.